Ndugu watendaji wakuu, ninaomba pia nitumie nafasi hii kuwakumbusha na kuwasisitizeni kuwa wajibu wenu wa msingi ni kusimamia utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050 iliyoanza rasmi Julai mosi mwaka huu. Nina matarajio makubwa kwamba utekelezaji wa dira ya mwaka 2050 itakuwa ni ajenda ya kudumu katika majukumu yenu ya kila siku, na mtahakikisha utekelezaji wa bajeti na vipaumbele mlivyoainisha kwenye bajeti ya mkakati wa taasisi zinasimamiwa pia unaakisi maono ya serikali. Lakini kumbukeni kuwa siku 3 mlizokuwepo hapa hazikuwa siku za kuja kutembea na kuiona Kibaha. Zimekuwa siku za mafanikio makubwa, hasa hususan kutokana na mambo ambayo makubwa mlioelekezwa na kufundishwa katika eneo hili. Niwaombeni sana muendelee kuyafanyia kazi, lakini pili, ninaamini kuwa mtakaporudi katika maeneo yenu mtakuwa mmeiva vizuri kwa ajili ya kutekeleza majukumu yenu. Mafanikio ya mafunzo haya yatapimwa na matokeo mliowaleta katika taasisi mnazoziongoza. Ninaondoka hapa nikiwa na imani kuwa kwamba kila mmoja wenu atarejea katika taasisi yake akiwa balozi wa mageuzi. Nataraji kuona taasisi zenye ubora zaidi, matumizi yenye tija ya rasilimali watu, ongezeko la mapato, mazingira bora ya kazi na utendaji unaojengwa juu ya matokeo. Serikali itaendelea kuwaunga mkono, lakini matarajio yetu ni kuona mabadiliko yanayoonekana na kila taasisi mnazoziongoza. Serikali itaendelea kutoa ushirikiano kwenu, lakini pia tutaendelea kupima utendaji kwa kuzingatia matokeo yanayotokea. Tunataka kuona taasisi zinazojifunza kutokana na changamoto, zinazochukua hatua kwa wakati na zinazowajibika kwa wananchi. Mafunzo haya yasiishie kuwa kumbukumbu ya siku 3 zilizopita, yawe mwanzo wa safari mpya ya kujenga taasisi za umma zenye ufanisi, uwajibikaji, ubunifu na uwezo wa kutekeleza dira ya maendeleo ya mwaka 2050 kwa manufaa ya Watanzania wote. Ninawatakia kila laheri katika utekelezaji wa majukumu yenu. Natamani kuona kwamba tutakapokutana tena hatutokuwa na mazungumzo ya mipango pekee, bali tutakuwa tunasherehekea matokeo ya kazi zenu. Tunakupongeza sana Mheshimiwa Waziri, na kupitia uongozi wako mambo mengi yamefanyika kwa taasisi ambazo zilikuwa chini yako. Nikiwa kule Watumishi Housing tuliweza kufanya na kuanzisha miradi ambayo isingeweza kuanza bila wewe kutoa mwelekeo na usaidizi. Kwa hiyo tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Niwapongeze sana wakuu wa taasisi na mashirika yetu ambao mmekuwa ni washiriki wa mafunzo haya. Najua kila kilichofundishwa hapa na experiences zilizokuwa shared mtakuwa mmezichukua, na kupitia maarifa hayo najua mtakuwa na utayari zaidi wa kutumika katika nafasi mlizowekewa au mlizopewa, hasa tukizingatia majukumu, mabadiliko na changamoto nyingi za uongozi zilizopo katika kipindi hiki kwa maana ya wakati ambao nchi inafanya transformation kubwa ya kuweza kukuza uchumi mara 10 ya uchumi uliopo sasa. Serikali pamoja na wananchi wanategemea sana ofisi hii ya msajili wa hazina, kwa sababu ni kiungo muhimu sana katika kuleta mabadiliko katika mashirika yetu. Kwa hiyo hongereni sana na muendelee na juhudi hizo, na serikali inawaunga mkono sana. Baada ya maneno hayo machache, Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nirejee shukrani zangu kwako na nichukue nafasi hii sasa kukuomba uweze kuongea na hafla hii, kwani tuko tayari na tuna hamu sana kusikiliza. Karibu sana Mheshimiwa Waziri.